Kumalizika kwa msimu wa mwaka 2024-2025 wa CAF kwa ngazi ya klabu, maana yake ndo kuanza kwa msimu mpya wa 2025-2026 kama ambavyo nimeandika hapa nyuma yangu. Na tayari katika msimu huu kwa Tanzania imeshajulikana klabu ambazo zinakwenda kutuwakilisha katika michuano ya kimataifa. Tanzania ni miongoni mwa mataifa 12 ya Afrika ya juu kabisa kwenye viwango ambayo yanawakilishwa na klabu 4 katika michuano yake ya CAF. Na tayari sisi inafahamika kwamba katika ligi ya mabingwa Afrika tutawakilishwa na klabu 2, Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Na kwa upande wa kombe la shirikisho tutawakilishwa na Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Kwa hiyo kuanzia sasa na kwenda mbele ifahamike hivyo. Lakini tunakwenda kuangalia nafasi ya Ports ambazo klabu hizi zitapata katika hatua ya makundi endapo klabu hizi zitafanikiwa kutinga katika hatua ya makundi, hususan Simba na Yanga katika ligi ya mabingwa Afrika. Tunaanza nako huko. Ikitokea zimetinga katika hatua ya makundi, what next? Watakuwa katika pot gani? Na je, watakutana na majianti zaidi? Ikumbukwe ukikusanya alama nyingi ndio unazidi kujitengezea nafasi nzuri ya kuescape kukutana na hawa majianti. Of course timu nyingi ni bora huko, lakini kukutana na wale majianti katika hatua za mwanzoni haileti picha nzuri kwa timu ambazo zinataka kuwa na mafanikio makubwa katika michuano husika. Sasa basi twende tukaangalie rank za sasa Afrika kwenye ngazi ya klabu, afu tukaangalie Ports ambazo zinakwenda kutokea kwa msimu mpya wa 2025-2026. So far klabu nambari 1 kwa ubora Afrika ni Ahli kutoka Misri. Klabu namba 2 kwa ubora Afrika ni Mamelodi Sundowns kutoka Afrika Kusini. Klabu namba 3 ni Esperance kutoka Tunisia. Klabu nambari 4 ni RS Berkane kutoka Morocco. Klabu nambari 5 ni Simba kutoka Tanzania. Klabu nambari 6 ni Pyramids kutoka Egypti. Klabu nambari 7 ni Zamalek kutoka Egypti. Klabu nambari 8 ni Wydad Casablanca kutoka Morocco. Klabu nambari 9 ni USM Alger. Klabu nambari 10 ni CR Belouizdad. Na klabu nambari 11 ni Al Hilal kutoka Sudan, na klabu nambari 2 ni Yanga kutoka Tanzania. Sasa Hilal na Yanga wamefungana katika alama, wote wana alama sawa, lakini mmoja ni wa 11, mmoja ni wa 12 according to CAF, namna ambavyo wame-update msimamo wao wa viwango vya ubora Afrika. Kwa hiyo hii ndio tebo yetu, na tebo hii ilipatikana kutokana na performance ya kipindi cha miaka 5 nyuma. Yes, kwa maana ya 2024 mpaka kurudi nyuma kwa kipindi cha miaka 5. Faida ya hizi rank ndo zinakwenda kutumika katika upangaji wa makundi miongoni mwa faida zake. Na rank hizi faida yake ni msimu wa mwaka 2025-2026. Yani renki zote ambazo Simba wamekusanya, Yanga wamekusanya na klabu nyingine, faida yake ni kwa msimu huu wa 2025-2026. Msimu husika ukianza, renki zake zitakuwa na faida kwa msimu mwaka 2026-2027. So far mazingira yako hapa. Sasa tukaangalie Ports zitakuwa vipi. Na Ports hizi ikumbukwe ni NB naweka. Endapo timu hizi zitafanikiwa kufuzu kwenda katika hatua ya makundi, maana unaweza kusema hivyo katika hatua za awali tu timu ikawa imeondolewa, maana yake mpango utavurugika. Lakini endapo timu hizi zitajikakamua na kucheza michuano ya awali kufika mpaka hatua ya makundi, basi tutarudi hapa zikifika hatua ya makundi tutakwenda kuangalia Ports. Sasa basi haya ni majianti ya kandanda ya Afrika kwa kipindi cha miaka 5 nyuma, lakini ndio klabu ambazo zina nafasi kubwa ya kuingia katika hatua ya makundi. Yani nafasi yake ya kwenda group stage kwa msimu huu ni kubwa zaidi. Inaweza katokea mambo ya mpira, story ikawa tofauti, lakini as it stands hizi ndio timu kipaumbele kwenye kwenda katika hatua hizo. Sasa Ports tunazipata vipi? Zikiingia hatua ya group stage, Ports tunazipata vipi? Kwanza tukaangalie timu gani inashiriki michuano gani katika hizi 11 ambazo nimeziweka hapa. Kwa upande wa Ahli, hawa wanatoka Misri na ndio mabingwa
wa Misri. Kwa hiyo maana yake hawa wapo katika CAF CL, ligi ya mabingwa Afrika, tunawapigia tiki pale. Alafu Mamelodi Sundowns hao ni mabingwa Afrika Kusini, na wenyewe watakuwepo katika CAF CL Champions League, maana yake wamepigwa tiki. Esperance de Tunis watakuwepo katika CAF CL, hao ni mabingwa wa Tunisia, wako hapo. RS Berkane ni bingwa wa Morocco, na mwenyewe pia atakuwepo katika CAF CL kwa msimu ujao. Simba Sports kutoka Tanzania, yeye yupo nafasi ya pili mpaka sasa katika msimamo, lakini tayari ameshakata tiketi, iwe ataongoza iwe atamaliza nafasi ya pili, maana yake yupo katika CAF CL kwa msimu ujao. Pyramids hawa ni nafasi ya pili katika ligi kuu ya Misri, maana yake na wao wapo katika CAF CL msimu ujao. Club Zamalek wenyewe hawana nafasi ya kwenda katika CAF CL, watakuwepo katika kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo hawa hawapo, maana hapa sisi tunaangalia ligi ya mabingwa, hawa hawatakuwepo katika ligi ya mabingwa. Wydad wamekata tiketi ya kushiriki kombe la shirikisho Afrika, kwa hiyo na wenyewe hawa hawatakuwepo katika ligi ya mabingwa. USM Alger hawapo katika ligi ya mabingwa Afrika. Ligi ya Algeria haijamalizika, lakini hawapo USM Alger, kwa nafasi ambayo wapo hawawezi kumaliza top 2, zile nafasi za juu mbili. CR Belouizdad hawa tunawawekea hivi. Kwa nini? Kwa sababu nafasi wanayo ya kwenda ligi ya mabingwa, lakini pia inawezekana wakakosa. Tutakwenda kuangalia na faida zake ni zipi. Al Hilali hawa wanacheza ligi ya Mauritania, lakini ni timu ya Sudan, inayo nafasi ya kwenda kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Kwa kifupi, wameshakata tiketi kwa kupitia Federation ya Sudan, kwa hiyo na wenyewe wapo katika ligi ya mabingwa Afrika. Yanga Afrika wameshakata tiketi ya CAF CL, na wenyewe pia wapo katika ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo mpaka sasa katika timu zetu hizi 12 nafasi imesimama kwa hawa katika ligi ya mabingwa, hawa tayari wameshakata tiketi. Belouizdad, ligi ya Algeria bado haijamalizika. Kinara wa ligi ya Algeria ni JS Kabylie. Ni MC Alger, kumradhi, ni MC Alger. JS Kabylie nafasi ya 3, CR Belouizdad MC Alger nafasi ya kwanza, nafasi ya pili JS Kabylie, nafasi ya 3 CR Belouizdad. MC Alger ana alama 53, JS Kabylie ana alama 49, CR Belouizdad ana alama 48. Maana yake wameshacheza raundi 27, imebakia michezo mitatu. Michezo mitatu iliyobakia, CR Belouizdad anayo nafasi ya kumshusha JS Kabylie katika nafasi ya pili. Yes, nafasi hiyo ipo kutokana na michezo mitatu ambayo imesalia, ndio maana tukao tumewekea hivi. Lakini ikumbukwe JS Kabylie ni klabu kubwa katika kandanda ya Algeria, ingawaje inaweza ikashushwa pia. Kwa hiyo tumewekea hivi kama akiba ya maneno, uwezi kuatoa moja kwa moja. Sasa maana yake nini? Pots ziko vipi hapa? Hapa tunapata pots kwa namna hii hapa. Pot namba 1 automatic, na hii ndio faida ya rank. Pot namba 1 maana yake ni Al Ahly. Al Ahly ameingia katika pot nambari 1. Ikumbukwe kila pot inakuwa na mjumuiko wa timu 4. Pot namba 1 inamhusu Al Ahly, inamhusu Mamelodi Sundowns, inamhusu Esperance de Tunis, inamhusu RS Berkane. Kwa hiyo hii ndiyo pot namba 1. Pot A ni hii hapa. Yes, tunaweza tukapigia na mstari hapa kwamba pot A imeisha. Pot nambari 2. Pot nambari 2 inayomhusu ni Simba, ameingia kwenye pot nambari 2. Yes, inamhusu Pyramid, ameingia kwenye pot nambari 2. Ukitoka hapo unawaruka hawa wote hawahusiki, unamkuta CR Belouizdad, lakini huyu kwa sababu tumwekea question mark tunamwacha kwanza. Unamchukua Al Hilali, naye yupo katika pot namba 2. Unamchukua na Young Africans, naye yupo katika pot namba 2, kwa sababu hizi ndio timu 4 ambazo zipo katika pot namba 2 mpaka sasa hivi as it stand. But CR Belouizdad nafasi wanayo kama ambavyo nimeelezea hapo awali. Kwa hiyo sasa hivi dua za mashabiki wa Young Africans ni kuona Belouizdad hapindui table katika mechi 3 zilizosalia ili aweze kwenda katika ligi ya mabingwa Afrika. Na ikumbukwe Belouizdad inanolewa na Sead Ramovic kimeumana. Sasa basi kwa upande huu maana yake ni kwamba endapo Belouizdad hatakuwepo, Yanga atakuwa katika pot B. Endapo Belouizdad atafanikiwa kuwepo, maana yake nini? Yanga atakwenda katika pot C. Yeye atakuwa ndo top wa pot C. Hii maana yake itakuwa haimuhusu. Hivyo atakuwa ni top wa pot C. Inategemea na matokeo ya CR Belouizdad. Na imani tumeelewana vizuri. Sasa basi,
Kwa sababu Yanga hajawa confirmed kama atakuwa kwenye pot B au pot C, basi tunaachana naye, tunamtolea mstari kwa sasa hivi. Tunakwenda kuangalia nafasi ya Simba katika wapinzani wake. Endapo naam, sasa basi ukiangalia nyuma yangu kuna mchoro nimeuweka. Hii endapo Al Ahly, Esperance, Mamelodi na RS Berkane zitafanikiwa kutinga hatua ya makundi kwa msimu wa 2025 2026, basi ondoa wasiwasi kabisa. Na endapo Simba naye atafanikiwa kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kwa msimu huu 25-26, maana yake ni kwamba Simba atakuwa katika pot B ambayo atakuwa na mmoja katika hawa wanne. Yani hii ni confirmed endapo hawa wote wataingia katika hatua ya makundi. Hii ni rasmi kwamba Simba katika poti yake atakayokuwepo, hatujui nani mpaka sasa hivi, haijasimama kujua nani atakuwa katika hii nafasi ya kwanza, kwa mfano hii nafasi ya pili, hii nafasi ya tatu, hii nafasi ya nne. Simba atakuwa hapa mpaka sasa hivi tunapoongea. Simba akitinga makundi atakuwa nafasi hii katika kundi lake, inategemea kundi lake litakuwa lipi. Lakini nafasi ya kwanza atakuwa mmoja kutoka katika miamba hii minne. Sasa katika comment section unaweza ukaniandikia, yes, katika wanne hawa unatamani aje nani katika kundi la Simba. Maana yake ni kwamba Al Ahly tayari ameshacheza na Simba mara kadhaa, tumeshaona mechi zao. Esperance de Tunis, hii mechi hatujawahi kuishuhudia dhidi ya Simba. Mamelodi Sundowns hatujawahi kushuhudia dhidi ya Simba, na RS Berkane tumewahi kushuhudia. Kwa hiyo wageni kwa Simba ni Esperance na Mamelodi Sundowns. RS Berkane na Al Ahly ni wapinzani ambao mara kadhaa wameshawahi kucheza na Simba. Unatamani mnyama akutane na nani katika pot A kutoka katika kundi hili? Lakini hapa ndani sasa ndo unakuja kumweka pia Yanga. Hapo unamweka Yanga pia. Yanga kwa maana nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, nafasi ya tatu, nafasi ya nne. Yanga tiketi yake ameishikilia Belouizdad. Inawezekana akawepo katika pot namba 2 endapo Belouizdad atashindwa kumaliza nafasi ya pili. Yanga inawezekana akawa hapa, au Yanga inawezekana akawa hapa. Kwa hiyo inategemea nitakavyokuwa. Na mwenyewe pia ana nafasi ya sehemu ya kwanza, akutane na nani katika pot A. Hii ipo hivi kama ilivyo kwa upande wa Simba, na Yanga pia iko hivyo. Lakini Yanga tumeweka mara mbili kwa sababu inawezekana akawa hapa au akawa hapa. Simba ni confirmed yuko hapa. Na endapo hizi timu zote zitakuwa zimefika katika hatua ya makundi. Kwa hiyo huu ndo msimamo mpaka sasa hivi, mazingira yako hivi, tunasubiri kuona mambo yatakuwa vipi. Ikumbukwe mwezi huu Juni, mwishoni mwa mwezi huu ndo klabu zinatakiwa kuwasilisha majina ya mashirikisho, kumradhi, shirikisho la soka la nchi husika, kwa maana kwetu hapa ni TFF, wanatakiwa kuwasilisha majina ya klabu ambazo zitashiriki michuano ya kimataifa kwa msimu wa 2024 2025 na tayari wawakilishi wetu sisi wanafahamika. Nani itakuwaje katika hizo poti zake, pia mazingira yatakuwa vipi? Kwa hiyo haya ndo mazingira ambayo tuko nayo mpaka sasa hivi. Kadri muda unavyozidi kwenda, updates zinavyozidi kuendelea, basi tutarudi tena katika jukwaa letu hili kuja kuangalia nafasi ya
timu zetu za Tanzania. Hii ni Mzinga Sports.